Nikusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu mwenye nguvu, na nikupe hongera kwa kuona na kufikia mwezi tena wa pili. Baraka na neema ya Mungu aliye hai iendelee kukusaidia, kukulinda, na nguvu zake aliye Bwana zikushike, zikusaidie katika yote, katika vyote. Muamini Yesu aliye mtakatifu na mwenye nguvu, mwenye uweza na mwenye neema, atupaye kushinda kwa jina lake lenye nguvu. Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Asante tena katika mwaka huu, na huu ni mwezi wa pili sasa. Tunalitukuza, tunaliabudu jina lako, tunalishukuru, tunalisifu kwa kuwa linatenda, linafanya, limejaa uweza, limejaa nguvu. Endelea kuruhusu baraka na uweza na nguvu ziendelee kutawala maisha yetu. Watu wako waendelee kuona njia na uzima na nguvu katika Roho Mtakatifu. Asante kwa ajili ya pendo lako na kwa ajili ya wema wako. Katika jina la Yesu Kristo, tuongoze, tujaze hekima yako, tujaze hekima na imani na upendo wa Mungu. Utawale sana sana ndani yetu siku zote, ili tuyatimize mapenzi yako. Katika jina la Yesu Kristo, naomba mponye huyu ambaye ana shida katika moyo, katika maisha yake, ana udhaifu, ana upungufu. Naomba damu ya Yesu inayotakasa na kuponya ikamponye. Damu ya Yesu inayoleta uzima ikampe uzima, na nguvu zako uliye juu zikamjaze, za kumuongoza. Roho Mtakatifu, asante Mwokozi wangu, asante. Katika jina la Yesu, pewa kibali na nguvu na ufunuo tena. Endelea kuyaona mapenzi ya Mungu na njia ya Bwana, na kujawa na kujazwa imani ya Yesu Kristo sana sana ndani yako, katika jina la Yesu Kristo, amina. Karibu tuendelee kupata neno la uzima, na tutaangalia swala la imani. Swala la imani katika Yesu Kristo. Swala la imani ya Yesu. Imani. Kwa nini? Jambo hili, eneo hili ni eneo muhimu sana sana. Bado nazidi kuliona ni muhimu mno. Kuna vitu vingi vya kujifunza, lakini kuna vitu kuna masomo mengine au kuna sehemu nyingine na vitu zipe kipaumbele zaidi. Swala la imani, upendo wa Mungu na utakatifu. Haya maeneo haya kwa nyakati hizi watu wengi tunapaswa kutafakari sana. Imani, jinsi tulivyo na imani tulio nayo, lakini namna tunavyoenda katika hali ya upendo wa Mungu, lakini kwa habari ya utakatifu katikati ya maisha ya wanadamu. Kwa hiyo imani watu walionayo namna gani imekaa? Imani inapungua au inaongezeka? Imani ya Yesu ndani yetu inaongezeka au inapungua? Ni jambo la kujitafakari kila mmoja kwamba ndani yangu imani ya Yesu inapungua au inaongezeka? Naendelea kuongezeka kiimani au kupungua? Ninaendelea kumpendeza Yesu kwa njia ya imani au ninazidi kuleta udhaifu na kumchukiza Yesu? Ni mahali pa kutafakari sana, pa kufikiri sana, ili kuendelea kupata uhakika na kuzidi kuongezeka na sio kupungua. Tuzidi kwenda viwango vingine vya juu vya kiimani na sio kupungua. Kwa hiyo ni nafasi yetu au ni mahali pa kutafakari sana jambo hili. Bwana akubariki. Basi tuangalie kwa habari ya imani na neno la Mungu. Tusome katika Mathayo 16, nianzie mstari wa 5. Nitaenda mpaka ule wa 10. Mathayo sura ile ya 6, Mathayo 6 nianzie mstari wa 5. Mathayo 16:5. Nao wanafunzi wakaenda hata ng'ambo, wakasahau kuchukua mikate. Yesu akawaambia, angalieni, jilindeni na chachu ya Mafarisayo na Masadukayo. Wakabishana wao kwa wao, wakisema, ni kwa sababu hatukuchukua mikate. Naye Yesu akafahamu, akawaambia, mbona mnabishana ninyi kwa ninyi, enyi wa imani chache, kwa sababu hamna mikate? Hamjafahamu bado, wala hamkumbuki ile mikate 5 kwa wale 5,000, na vikapu vingapi mlivyoviokota? Wala ile mikate 7 kwa watu 4,000, na makanda mangapi mliyaokota? Amen. Ni habari ambazo Yesu anataka wanafunzi au watu wa dunia wakumbuke matendo aliyoyafanya hapo nyuma, hapo wakati uliopita. Wanafunzi wa Yesu wanavuka ng'ambo,
wanapokuwa wakivuka, nasema wanafunzi wakaenda hata ng'ambo, wakasahau kubeba mikate. Na Yesu akawaambia, angalieni, jilindeni na chachu ya Mafarisayo. Yaani mafundisho ya Mafarisayo, msije mkafanana na mafundisho yao. Mstari wa 7, kwanza wajamuelewa, na wajamuelewa katika maeneo mengi hawa. Ina Biblia hapa inaonyesha wakabishana wao kwa wao, wakisema ni kwa sababu hatukuchukua mikate. Yesu ameongelea habari ya chachu ambayo ni mafundisho, chachu kidogo, chachu donge zima. Sasa yeye anaongea nao kwa habari ya mafundisho, wao wanakuja na habari nyingine. Na katika habari nyingine Yesu pia anawajia kwa mfano wa mambo aliyoyatenda hapo wakati uliopita. Wakabishana wao kwa wao, wakasema kwa sababu hatukuchukua mikate. Wanafikiria ni kwa sababu hawana mikate. Na Yesu akafahamu, akawaambia, mbona mnabishana ninyi kwa ninyi, enyi wenye imani chache? Kwa hiyo kuna imani chache, kumbe kuna imani chache, kuna imani nyingi, au niseme kuna imani ndogo na imani kubwa. Hapa anawaambia, enyi wenye imani chache, mbona mnabishana? Kwa sababu hamkuchukua mikate, kwa sababu hamna mikate. Kaza anawaambia, kama ni sababu hiyo, kama ni kwa sababu hiyo kwamba hamna mikate, hilo sio swala. Maana hapa Yesu kama anaonyesha hilo sio swala la kubishana, hilo sio swala la kulumbana, hilo sio swala la kuanza kupiga kelele, hilo sio swala la kupata shida mioyoni mwenu. Haikuwapasa kupata shida, tabu yoyote. Kwa nini? Kwa sababu iliwapasa tu kufikiri, kukumbuka niliyoyatenda, niliyoyafanya, namna ambavyo niliwashibisha watu 5,000 mpaka masazo yakabaki, wakala wakashiba mpaka wakabakiza watu 5,000. Ambapo ile mikate alifanya ikawashibisha. Kwa hiyo Yesu hapa anaonyesha au anataka wajue kwamba kwa imani yanaweza yakafanyika mambo makubwa. Kwa njia ya imani yeye alifanya. Sasa anataka awaambie kwamba warudi kukumbuka. Wanapokumbuka, imani yao ndipo inatakiwa izidi kue, kwamba sasa hata kama tuna mikate michache, bado haitupasi sisi kuwa waoga, wala kupata mashaka, wala kupata shida, kwa sababu huyu Bwana, huyu Yesu tuliye naye, mbona alilisha watu kwa mikate mingapi? Ile mikate 5. Lakini pia mwalimu anasema mikate 7. Kuna wakati mwingine alitumia mikate 7, wala ile mikate 7 kwa watu 4,000. Mikate 7 akawalisha watu 4,000. Anawaambia, si mliupaswa kukumbuka? Mngekumbuka, mbona niliwalisha na wakashiba na vikabakia na kubakia? Kwa hiyo inatupasa kuongezeka kiimani sana. Na anawaambia haikupaswa nyinyi mbishane. Imekuwaje amfahamu ya kuwa si kwa sababu ya mikate? Na aliwaambia, ila jilindeni na chachu ya Mafarisayo na Masadukayo. Kwa hiyo kwanza walikuwa na hali ya kuchanganyikiwa. Na hiyo yote ni kwa sababu ya kuwa na imani ndogo. Imani yetu isipokuwa ndogo, ikiwa ni imani kubwa, iliyojaa, iliyotoshelevu, itatufanya pia tumweze kumwelewa vizuri Yesu, itatufanya tuweze kumwelewa vizuri na kuendelea katika kumwamini na kuongezeka katika kumwamini. Lakini wenye imani ndogo wanabaki na mabishano na mabishano. Tuende tuone tena sura ile ya 9 mstari ule wa 29. Mathayo 9:29. Mathayo 9:29. Mathayo 9:29 inasema, ndipo alipowagusa macho akasema, kwa kadiri ya imani yenu mpate. Mstari wa 30, macho yao yakafumbuka. Naye Yesu akawaagiza kwa nguvu akisema, angalieni hata mtu mmoja asijue. Hawa walikuwa ni vipofu. Yesu alipokuwa akipita kutoka huko, vipofu wawili wakamfuata wakisema, wakipaza sauti, sema, uturehemu mwana wa Daudi. Na Yesu alipoiona imani yao, anasema ndipo alipowagusa macho akamwambia, kwa kadiri ya imani yenu mpate. Hawa ni vipofu, na inawezekana ni watu ambao walikuwa hawajakuwa karibu na Yesu.
Kwa hiyo hii inatusaidia kuona kwamba kama watu ambao hawakuwa hata karibu na Yesu, inawezekana walimuona tu anapita, wakapaza sauti, na kwa imani hiyo waliponywa tatizo kubwa la kutokuona walilokuwa nalo, upofu wao ukaondolewa. Yesu anawaambia kwa kadiri ya imani yenu mpate kuona. Kwa kadiri ya imani yenu mpate kuona. Ni jambo ambalo lilipaswa kuwa kwa watu wake ambao walikuwa wanatembea naye, wanakaa naye muda mrefu, wale wanafunzi, wale watumishi, kwamba kwa kadiri ya imani yao walitakiwa kujua hata sasa, japo hatuna mikate, huyu tuliye naye ni mtenda miujiza, anaweza kutokeza mikate ya kutosha na tukawa navyo tele. Kama ni kulisha watu watalishwa. Ikiwa aliwalisha 5,000 basi hata sasa atatenda. Na hawa wakatendewa. Na sasa leo inatupasa kukumbuka, kama hawa vipofu walipata kuona, hata leo tutaweza kuona. Kama ni kipofu wa macho kweli kweli, au kama ni kipofu katika hali ya roho, bado inawezekana kwa Yesu. Mahali ambapo imeshindikana, yeye ni muweza, anayeweza kutenda, anayeweza kufanya. Angalia mstari wa sura ya 17 pia. Nisome sura ya 17 mstari ule wa 20. Mathayo 17:20. Mathayo 17 mstari ule wa 20 anasema habari njema tena pale. Yesu akawaambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu, kwa maana amini nawaambia, mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, mtauambia mlima huu, ondoka hapa uende kule, nao utaondoka, wala halitakuwako neno lisilowezekana kwenu. Wala halitakuwako neno lisilowezekana kwenu. Anawaambia wala hakuna ambacho hakitawezekana. Kwa imani yote yanawezekana katika Yesu Kristo. Anawaambia wala hakuna neno litakaloshindikana. Kwa hiyo kwa imani yote yatawezekana. Tunaweza kuamuru mlima ukang'olewa, tunaweza kuamuru mti ukang'olewa, tunaweza kuamuru, anasema hata kama ni imani kiasi kidogo tu, hata kama ni imani kiasi kidogo, mlima utahamishwa. Mambo yaliyo mazito makubwa kama mlima kwenye maisha ya mwanadamu leo yatahama, yanahama kupitia jina la Yesu, yatahama kwa uweza wa jina la Yesu. Yesu ndiye anayesema kwamba yote hayo yaweza kuondoka, yaweza kuhama, kwa sababu imani ni uhakika. Kuna nguvu katika imani, nguvu ya kuhamisha, nguvu ya kuponya, nguvu ya kubadilisha. Anasema wala halitakuwako neno lisilowezekana kabisa katika maisha yenu, wala halitakuwako neno lisilowezekana. Kwa imani yote yatawezekana. Huyu ni Yesu anayehakikisha, anayewahakikishia watu habari hizi. Sasa ni nyakati ambazo watu wengi wamepoteza imani au wameiacha imani. Na unaweza ukawa umeiacha imani lakini hujui kama umeiacha. Kuna watu wanaiacha kwanza imani, wanasema atairudia baadaye. Kuna watu wamekutana na mambo mengi magumu na mazito, kwa hiyo wamekubaliana kuchukua maamuzi yao, njia zao, au shawishi tu wa mtu tu, bila kuzingatia maagizo ya Roho Mtakatifu, maelekezo ya Roho Mtakatifu, na wameamua kufanya walivyofanya. Imani za watu wengi hazipo. Watu wengi wanafanya vitu bila imani, bila uongozi wa Roho Mtakatifu, bila mapenzi ya Yesu. Wengi inatakiwa tuache, tugeuke. Kuna watu mambo yamefika pagumu, wanaona wamechelewa, kwa sababu hiyo wanaona basi ngoja tu nichukue hatua za kufanya. Mtu anaamua kufanya anavyotaka. Usifanye unavyotaka, lazima uhakikishe unachokifanya kinampendeza Yesu, anakikubali Yesu, Yesu amekiruhusu au la. Usijiharakishe, usijiongeze kabla ya kuongezwa. Mahali pengine natakiwa Yesu mwenyewe atuongeze, usijiongeze haraka haraka. Kuna watu wanajiongeza haraka haraka, alafu wanachukua hatua haraka haraka. Usijiongeze haraka haraka kabla Yesu hajakuongeza. Acha Yesu akuongeze ndipo ujiongeze. Acha Yesu afanye, acha Yesu akuthibitishie ndipo fanye kwa uhakika. Angalia, usianze kusema najiongeza. Ni Mungu amekuruhusu. Usichukue maamuzi. Usianze kufanya jambo haraka.
wakati liko nje ya mapenzi ya Mungu, au wakati wa Mungu hujafika. Kwa hiyo watu wengi katika imani wameiacha imani, wamechukua maamuzi yao wenyewe, wamechukua njia zao wenyewe, wamekusudia kwa haraka haraka, huku wakiwa wameiacha imani. Hakikisha kila unalolifanya linatoka katika imani, kwa sababu Biblia inasema na kila tunalolifanya litoka katika imani. Na katika Warumi anasema jambo lolote tunalolifanya ambalo hatulifanyi kwa imani, hilo ni dhambi. Tunalolifanya nje ya imani, tayari Biblia inasema hiyo ni dhambi. Fanya yote kwa imani. Usianze kudanganyika na kuvutwa haraka haraka, ukachukua imani haraka haraka, ukafanya kwa haraka haraka unavyotaka, na huku ukiwa umeacha mapenzi ya Mungu. Usikubali kuacha mapenzi ya Mungu, maana Yesu ameshasema halitakuwako jambo lolote lisilowezekana kwetu. Anasema hapa katika Luka 17. Anasema lakini namna hii, mstari wa 10, wa 20. Wa 20. Kwa maana amini nawaambia, mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, tawaambia mlima huu, ondoka hapa uende kule, nao taondoka, wala halitakuwako neno lisilowezekana kwenu. Ni mstari wa 20b. Wala halitakuwako neno lolote lisilowezekana kwenu. Hakuna ambalo halitawezekana kwetu. Kwa imani anasema yatafanyika, yatatendeka. Nenda kwa imani, usiende kwa papara, usiende kwa kushawishiwa na watu, usiende kwa sababu unaona muda umechelewa, usiamue kwa sababu unaona pengine mambo bado hayajafanikiwa, unachokisubiri kimechelewa. Weka imani kwamba kwa imani Bwana wangu Mungu wangu atanijibu, Bwana atanijiria, nami nitapokea, nami nitashinda katika jina la Yesu. Nenda kwa imani, usiwe na haraka, tulia, msikilize Roho Mtakatifu akwambie fanya, sema, tenda, nenda. Mungu Baba, kwa jina la Yesu nakushukuru. Mungu Mwokozi, Mfalme, nakushukuru. Naomba mapenzi yako yakatimizwe. Neno lako ni uzima, neno lako ni hai. Naomba Roho Mtakatifu kaendelee kusema ndani ya vijana. Vijana wengi wamechukua maamuzi haraka. Vijana wengi wamechukua haraka maamuzi, wametenda walivyotaka, wanavyofikiri, ikiwa wako nje ya mapenzi yako. Ninaomba neema yako iwavute na iwarudishe waliochukua maamuzi na ambao wanafanya nje ya imani. Baba, umekusudia tuishi kwa imani na tushinde kwa imani. Ninaomba Roho wako aseme na mtu mmoja mmoja katika jina la Yesu. Pale imani ambapo imeachwa, wengi tumeacha imani na kujichukulia wenyewe maamuzi yetu na kuamua kufanya wenyewe tutakavyo. Baba, ninaomba ukaruhusu imani tukaongezeke katika imani. Naomba nguvu yako tena turudishe kutafakari matendo yako. Yesu kawaambia wanafunzi wako, watumishi wako, hamkumbuki, inatupasa tukumbuke matendo na miujiza ulioifanya miaka iliyopita na hata jana na hata leo. Kwa kuwa wewe unafanya hata sasa, tuzidi kuongezeka katika imani na kustawi katika jina la Yesu. Naomba tujengwe na kuwezeshwa, wavute vijana wengi waliotoka kwenye imani ambao wanatenda kinyume na mapenzi yako. Roho Mtakatifu wavute, Roho Mtakatifu tuwezeshe, Roho Mtakatifu wajaze, tujazwe. Hata wako watumishi wameacha imani, naomba nguvu yako ituvute, tuweze kusimama imara na kujua Bwana uliyetenda ndiwe ambaye upo sasa, utatenda na siku zote utatenda, kwa jina la Yesu. Asante kwa ajili ya pendo lako lenye nguvu. Bariki mpendo huyu kwa mwezi wa pili tena. Mpe kujaa neema na maongezeko katika Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo. Maisha yake yaendelee kujaa nguvu na uwezo katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mungu wangu na Baba yangu, mbariki kila mmoja, endelea kumuongeza na kumzidisha katika uweza wa jina la Yesu, katika nguvu ya Roho. Asante Bwana, utupaye uzima na nguvu, utupaye kutembea katika uweza wa jina lako. Mungu mwenye utukufu na neema, katika jina la Yesu Kristo. Neema ya Mungu ikujaze, ikuwezeshe, uendelee katika imani na kuongezeka na kuzidi wakati wote, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana akutie nguvu, songa mbele, jaa imani, wala usiende kwa mashaka wala kwa hofu.
viko uwezo na nguvu. Tembea kwa imani Yesu Kristo, naye atakufanikisha. Hakika yu mwema, hata kuacha wala kukupungukia. Amina.